hapa ni Kariakoo akiwa anazungumza na wadau mbalimbali. Karibu kwenye Kibiashara Zaidi. Ninaitwa Exaudi Mte. Huyo unayemsikia kwa sasa atakuwa ni John Lupokela. Super Breakfast. Kibiashara Zaidi. Yes, habari za wakati huu. Karibu sana muungano mwenzangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwana Afrika Mashariki na wewe unatushuhudia duniani kwa ujumla. Kama ni utaratibu wetu ambao huwa tuko nao, taratibu wetu mzuri sana kuzungumza taasisi mbalimbali, wafanya biashara na vijio vya kutosha kabisa. Hii ni Kibiashara Zaidi. Mimi langu jina ni John Lawrence Bokela. Karibu mno tuyazungumze mengi ambayo yamejiri, lakini tukiyadadavua. Leo ni kutoka katika kijiwe cha Kariakoo hapa Dar es Salaam, Raha Square. Mchungaji, ili utalifungua alafu wengine pia lisikilize ili mchungaji. Kwa nini nimekuletea wewe? Huwa unasema mbona watu wakichukuliwa hatua hatuambiwi na vitu kama hivyo. Sasa Ulega atimua watendaji ujenzi mwendo kasi. Bwana, takriban wiki moja baada ya waziri wa ujenzi Abdalla Ulega kuagiza ufanyike uchunguzi kuhusu mwendo wa ujenzi wa miundombinu ya mabasi endayo haraka BRT awamu ya 4, wakala wa barabara Tanzania TANROADS limetangaza kufanya mabadiliko ya baadhi ya watendaji wa BRT. Jana nilikuwa nafuatilia, kuna watu wameng'olewa zile nafasi zao kwenye mradi wa mwendo kasi. Kuna yule rafiki yetu kutoka Moroko kwenda wapi kule, ametimbua mpaka hapa mbichi huko wapi huko, alafu huko hajajenga, naye ameng'olewa pale. Sasa mchungaji, hii ya mwendo kasi na ujenzi wake na hatua kama hivi zinavyochukuliwa, bila shaka sasa tunaridhika. Ni utaratibu tu umefanyika wa namna hiyo ya kusema kutimua. Ni utaratibu mzuri, lakini unatimua watu ambao wamesababisha hasara. Alafu ukishawatimua inakuaje? Maana mimi ningetarajia nisikie hata ulivyoniambia hapo kwamba ungeniambia wamepelekwa mahakamani. Kwa sababu swala la kutimuliwa haitoshi. Kwa sababu mtu amesababisha hasara katika taifa, amekwamisha mipango ya taifa kwenda mbele, alafu anatimuliwa. Ni hatua nzuri, si katai, lakini lazima kuwe na msisitizo wa kipekee kwamba huyu mtu amelisababishia taifa hasara, achukuliwe hatua zaidi. Sioni kama kutimua inatosha kusema kwamba hiyo ndio inaweza ikalifanya taifa likasonga mbele. Lakini kama wakichukuliwa hatua kupelekwa mahakamani, hiyo inaweza ikaleta faraja, kwa sababu hata wengine watakaopewa hiyo kazi watafanya kwa kumaanisha, kwa bidii, hawatafanya uzembe. Lakini kitendo cha kuwatimua peke yake na hasara tumeshapata, ni hatua fulani, lakini sio hatua kamilifu. Asante. Bwana, karibu ndugu yangu. Wewe anasema kama hatua hivi ndogo zilizochukuliwa juu ya mradi huu. Karibu kaka. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza mimi najiuliza, nataka nimuulize Ulega, upatikanaji wao makandarasi ulipatikanaje na mikataba ilikuwa inasemaje, na walikiuka mkataba kwa kiasi gani na kwa muda gani? Kwa sababu huwezi kumpa mtu kandarasi ya kujenga barabara kwa muda wa mwaka mmoja, ikapita miaka miwili ndio ukaje kumtumbua. Ulitakiwa jitumbue kwanza wewe mwenyewe uliyesababisha hayo. Wewe unampa mtu mkataba ni mwaka mmoja, unataka utukabidhi kazi, anapitisha ule mkataba kwa miaka miwili, na kwa mujibu wa taarifa wanasema ilikuwa mwezi wa 4 shughuli kamilike. Alafu sasa wewe unakuja kusema umemtumbua. Ina maana ulikuwa una kikosi kazi cha kumfuatilia hatua kwa hatua. Hii ni janja tu hii. Na hiyo hasara ni hasara bilioni ngapi? Na amemfungulia chaji gani mahakamani? Mbona hatujasikia TAKUKURU wako hapo wanachunguza hizo tuhuma za ucheleweshaji wa miradi? Kwanza Ulega mwenyewe alitakiwa aondoke. Kwa jinsi watu wanavyoteseka hapa mjini, barabara zimetundiliwa kila mahali. Aondoke kabisa. Na sijui mimi kuna kitu ambacho kinatatiza sana. Hao mawaziri hao wanapatikanaga kwa njia gani? Kaka, hujui mawaziri wanapatikana kwa njia gani? Sijui kabisa. Sijui una utaratibu gani unawapata hawa mawaziri.
Unashindwa kusimamia hiki kimradi mdogo, kimradi kidogo kabisa cha Dar es Salaam, kibarabara kinatoka hapa Gerezani kinaenda Mbagala. Hata ukitembea kwa bajaji, kwa pikipiki, hata kwa miguu, hata baskeli, unaweza ukatembea ukaona hizi barabara zimekaaje. Ni shida. Angalia ndugu mtangazaji, hii mvua ilivyonyesha, hizi barabara za Kariakoo zote zimekuwa maandaki. Huu mkataba alipewaje hao watu wakajenga barabara kwa kiwango cha chini namna hiyo? Wako hapa watu wanacheza na kodi za wananchi, wanacheza na hisia za wananchi. Tufanye nini sasa? Ina maana hao watu wanataka tukate mti tukiwa juu ya mti. Naomba kuwasilisha. Mpe wa jirani yako hapo. Bwana hebu kwanza zungumze bwana Sheikh Hussein, maana sema Sheikh Hussein. Tafsiri kidogo, maana ujamaa ujue huyu. Haya, karibu. Katika hili la kuhusu Mheshimiwa Ulega kuwafukuza baadhi ya watendaji, wakala ndio wamewafukuza. Wakala ndio yeye alitoa maagizo. Mimi binafsi kwa jinsi ninavyoona utaratibu wa nchi na mfumo wa sheria uliokuwepo, wengi wanafukuza huwa wafukuzi kweli, ni kwa kama ni kafara tu. Kwa sababu gani? Tunaona kabisa nchi hii hakuna ile sheria ya wajibikaji kwa viongozi wakuu. Ukizungumza masuala ya barabara, ile ni kama TANROADS ni kama taasisi ambaye chini yake waziri mwenye dhamana ni bwana Ulega. Kwa hiyo kama kosa likitokea katika idara inahusiana na wizara, wa kwanza kuwajibika ni waziri mwenyewe. Mambo yanaendelea kila siku mara siku wajibishwa, ule ni uongo. Ndio maana utaona kwamba nchi hii waziri huyu leo anaweza akafukuzwa, afai kuwa waziri wa maji kakosea. Huyu alofukuzwa leo afai kuwa waziri wa maji, utashangaa baada ya mwaka mmoja anapewa wizara ya nishati. Hata unajiuliza, huyu karibu kule, mbona kaletwa hapa? Kwa masuala ya kufukuzana katika nchi ni zuga kuwadanganya wananchi kwamba ionekane kunafanyika mambo, lakini kumbe ni hewa tu. Ni hayo tu mtangazaji. Haya bwana, sawa, shukrani sana. Mzee wangu hapa alikuwa anazungumza jambo kwenye issue ya mwendo kasi. Ulikuwa unasema mzee Mwalimu ndio akakuweka neno. Haya, kwanza karibu. Mimi naona kama alivyosema ndugu yangu Hussein Sheikh hapa, kasema ukweli kwamba na ndugu yangu Roki. Ndugu yangu Roki kasema hawa mawaziri wanapatikanaje? Sasa mtu anaharibu, ameitia serikali ya hasara, alafu bado yupo tu. Mimi sielewi mimi enzi ya Mwalimu haiko namna hiyo. Enzi ya Mwalimu ukileta hasara unapelekwa mahakamani, unafukuzwa. Na hiyo kitu Nyerere alikuwa anachukia sana. Na hata mzee Magufuli, waziri akiharibu kwenye eneo lake anamtumbua pale. Magufuli alikuwa hana masiara. Sasa hawa mawaziri mnawaacha hawa wanatia nchi ya hasara na kodi za wananchi zinaliwa ovyo. Lakini hii naona ni corrupt ndani ya taifa hili. Sasa mzee wa Mwalimu waziri kazi yake kusimamia. Watendaji si wako chini huko kaka. Usimamie ulete. Tukisema tunamtisha waziri, tunakuwa kama tunakosea hivi. Unakumbuka enzi ya Mwinyi wakati akiwa waziri wa mambo ya ndani? Kilichotokea ile mauaji ya Shinyanga. Ndio. Nini kilifanyika? Aliandika barua. Akamwambia Mwalimu nini? Mimi bwana na resign, sio? Yes. Kwa nini mawaziri wasifanye kama alivyofanya marehemu rais? Sasa inategemea na mtu. Hamna uzalendo mawaziri sasa hivi. Anatimiza majukumu yake. Uzalendo hakuna, hawajali taifa lao. Kwa hiyo kwanza uzalendo. Mimi nataka mawaziri ambao wanaitia nchi ya hasara wa resign. Kwanza tuna wasomi wengi. Maprofesa wako wengi. Na kusomea wizara sio profesa. Ni uzalendo tu na usimamiaji wa taifa lako, ipende nchi yako. Basi. Sawa bwana, wakati mzee Mwalimu anazungumza hapa, kuna mdau anasema bwana kaka Lupokela, hebu angalia. Msiniseme kwa ubaya wala msininukuu vibaya. Hii hapa umeona? Kimara hiyo. Hii ni wapi mzee wangu? Kimara hiyo. Bwana mdau anasema Lupokela, usiseme kwa unafiki, iangalie picha hii hapa. Kwa hiyo bwana kameramani wangu ameipata. Ulikuwa unasema kwamba kwenye fanya nini? Kwenye mwendokasi tunagombania kuliko? Kwenye mwendokasi tunagombania kuliko hata Mbagala zamani ilivyokuwa. Kiukweli mwendokasi imekuwa ni changamoto. Yaani unaangalia usafiri wa mwendokasi namna unavyoendeshwa, yani tunajiuliza hivi kweli usafiri huu ndo wa kuwabeba watu wanaokuja kazini? Mtu anakaa kituoni zaidi ya masaa 2, masaa 3. Ukiangalia kwa mfano jioni unapotoka hapa kwenda gerezani, kwanza barabara zenyewe kama anavyosema mzee wa Mwalimu, barabara imefunga kuanzia Msimbazi mpaka gerezani kule, njia hakuna. Unajiuliza askari wako wapi kwenye
safisha hii barabara ya mwendokasi, kwa sababu tunaambiwa hizi barabara ni za mwendokasi peke yake, lakini tunaona bajaji, pikipiki, magari yote yamefunga ile barabara. Mwendokasi yenyewe haziwezi kupita, japo na zenyewe ziko chache. Sasa tunakuja kwa mfano kutoka Kimara, ndugu mtangazaji, asubuhi mimi nimetoka Kimara, pana balaa kubwa. Watu wanaruka madirishani kwenye mwendokasi. Zamani tulizoea mtu akijaribu kuruka dirishani mwendokasi washamnasa, wanashuka naye na anaenda anafanywa jambo au anapelekwa polisi. Lakini sasa hivi hakuna mtu ambaye anahangaika na kumshusha sui mtu aliyeingia dirishani. Yani wamechukulia ni kawaida. Yani wenyewe wale watendaji wa mwendokasi pale ile kufunga milango, wanashika wanafunga kwa nguvu milango yenyewe. Unaangalia nafasi yenyewe iliyopo katikati, unajiuliza hawa watu hivi kweli wanatuthamini sisi ambao tumetoa hela? Halafu pia ninachokishangaa, unapoingia ndani ya mwendokasi kituo kimejaa mpaka kwenye geti pale unaposkani tiketi, lakini kule bado wanaendelea kuuza tu, wao wanauza tu. Yani unajiuliza hawa watu wana akili gani? Kwa nini hao waliopo ndani kwanza wasiondoke, waseme bwana sasa hivi tunasitisha zoezi kuuza, hawa waliopo ndani kwanza wapate usafiri waondoke, baada ya hapo nyinyi mtaingia. Lakini hamna kitu kama hicho. Kwa hiyo hizi mwendokasi mimi naona hata hizi barabara wanavyosema wanajenga barabara za mwendokasi, nikiangalia mimi naona ni kazi bure, kwa sababu sioni kama mradi wa kwanza umeshindikana. Ndugu mtangazaji, mimi ninachokijua, mimi ni mfanyabiashara. Yes. Biashara inakufa kwa kukosa wateja. Yani unafungua biashara duka lako labda liko sehemu, wateja hawaji, biashara ile inakufa. Lakini mwendokasi inakufa ikiwa na wateja ndani. Sasa unajiuliza hawa watu ni biashara gani wanafanya? Hata ile biashara wakinipa mimi ninaiweza, ninaifanya na ninaiendesha vizuri. Hebu bodi hapo. Wewe unapiga makofi kwa sababu gani? Unasema? Ngoja kwanza. Mbona uko mbali? Kwani unapiga makofi? Unasema wakikupa? Hata mimi wakinipa ule mradi, ule si kama daladala ndugu mtangazaji, ni daladala zile. Yani ukinipa hata mimi ninaendesha ule mradi. Ni usimamiaji tu, hamna nani nyingine yoyote. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho ninakishangaa na kukiangalia. Unaweza ukakaa kituoni ndani ya masaa mawili zinakuja gari mbili. Sawa. Watu wamejaa nyomi. Sawa. Haya ndugu zangu, baada ya kupiga spana kwamba bwana inazingua hivi mara abiria, ni nini ambacho tukikifanya kwenye hii mwendokasi yetu ili maisha mengine yaendelee kwa akili zetu za kibiashara? Sisi ni wafanyabiashara wakubwa, kuna wale wa chini wa nini, yani tutoe hiyo ili watupate. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana ndugu mwandishi. Kwanza kabisa niseme inasikitisha, kila mtu analalamika. Waziri analalamika wakati yeye ndio mwenye mamlaka. Hichi tunachopigia kelele Kariakoo hapa kuhusu hawa wageni, hii kampuni nimesoma hapo, wageni ndio wamepewa hiyo tenda kufanya hiyo kazi. Wao ni wageni wanafanya. Sasa si wazawa hii kazi, bora tungepewa kwanza wazawa, tujenge wenyewe, tungefaidi. Kwa sababu wale wanakuja kusimamia tu, lakini ukiangalia wanaojenga ni wazawa. Hicho ni cha kwanza. Cha pili, kama sasa serikali imeshindwa kufanya hii kazi ya mwendokasi, bora wapewe wazawa. Kuna mfano mzuri hapo feri hapo Gamboni. Kulikuwa na maboti yanavusha watu, lakini kuna mwekezaji kapewa sasa hivi dakika 5 mtu yuko ngambo ya pili, dakika 5 tu. Kwa hiyo hata mwenzangu aliyochangia amesema kuwa hata akipewa anaweza kuendesha ule mradi. Kuna kitu gani kimejificha hapo kati yao? Kwa nini huu mradi unakufa wakati ameongea mwanaharakati mmoja jana akasema haiwezekani mradi watu abiria, yani unashindwa kubeba abiria na wateja ni wengi lakini mradi unakufa. Kuna nini hapo? Hili swali nitalibeba, mpe mwingine. Hili swali nitalibeba. Abiria wengi, watu wanagombania. Sasa kwa nini mradi? Yaani sasa kwa nini mzigo hauendi? Na mimi najiuliza kama mwananchi wa kawaida, maana hapa msije mkanihukumu chombo cha habari. Yaani hapo kama mwananchi wa kawaida, abiria mimi nawakuta wengi, watu hela wanatoa, kwa nini magari hayaji? Ndugu yangu, hebu nisaidie labda. Asante sana mwandishi wa habari. Basi anapata kila tangu yaanze kazi. Nimeshuhudia mambo mengi na mambo. Watu wamekuwa vilema kwa sababu ya mabasi ya mwendokasi. Watu wamevunjika mikono sababu ya mabasi ya mwendokasi. Serikali haina hata huruma. Waziri wa masuala ya uchukuzi nataka ile swala aliangalie. Na tungemwomba aje hapa tumuulize masuala angalau kidogo sisi. Bwana waziri, unaombwa ufike bwana Kariakoo hapa. Mimi pale gerezani kila siku naenda hapa. Nikimwambia ni mzee na wa mahitaji
wanakimbia na mimi. Kwanza huwezi kupanda. Mimi nakaa pale masaa 3-4. Masaa 3-4 nasubiri gari kwa sababu ya hali yangu ya kiafya, nyonga yangu ina shida, inachuma. Na hawakupishi. Mpaka gari la mwisho naondoka nalo kwenda Kimara. Sasa hivi hamna usafiri wa kwenda Mbezi. Gari ya mwisho ndio naondoka nayo. Mimi sibutu gombana kwa sababu ninanyonga bandia ya chuma. Lakini watu hawajui hayo. Kuigusa mimi. Unaongea kwa uchungu sana mzee wa mwalimu. Nyonga ya milioni 12 kwa hapa kiunoni. Sasa nini kifanyike mzee wa mwalimu? Gari ya mwisho napanda gari ya mwisho saa 3. Nini kifanyike sasa mzee wa mwalimu? Mzee wa mwalimu, nataka waziri wa mawasiliano na uchukuzi aje hapa Raha tumhoji maswali, kwa nini hii shida anatesa wa Tanzania namna hii? Watanzania wanateseka sababu ya mwendo kasi. Nani yuko nyuma ya mwendo kasi? Wawape wasawa. Kwa kuhitimisha, ngoja kwanza. Mzee wa mwalimu. Haya bwana, waziri huyu hapa. Swali lako la kwanza lipi? Waziri huyu hapa. Haya, swali lako kwa mheshimiwa waziri. Kwa nini Watanzania wanateseka na mwendo kasi, wanagombania kama ng'ombe wanaenda kwenye josho kuogeshwa? Hilo la kwanza. Haya, mpe la pili. La pili aje aboreshi, aseme atoe hii tenda ya mwendo kasi kama kampuni ya wasawa watu binafsi. Asiwape wageni. La tatu basi la kumalizia. La tatu tunamwomba hapa Gerard na maswali na wenzangu na maswali ya kumuuliza. Aje hapa Raha. Haya sawa. Nini napenda kuita baraza la Raha. Haya sawa. Wengine wanaita baraza la Raha. Sasa mheshimiwa waziri, naweza ukawa upo kwenye runinga yako ukashuhudia haya, sio kwa ubaya, ni kwa namna nzuri ya kujenga. Mzee wangu ulikuwa unasemaje? Waziri mwenye dhamana na mwendo kasi ajitathmini na ajiangalie kama bado anafaa kwenye hiyo nafasi. Waziri mwenye dhamana na mwendo kasi ajitathmini na ajiangalie kama anafaa kwenye hiyo nafasi. Na kama anamtetea Mama Samia au anajitetea mwenyewe. Kwa namna hii ni kumwangusha mkuu wa nchi kwa 100%. Samahani kwa kuinteract hapo. Mimi unajua kuna wakati kama nawatetea mawaziri, mnaniona kama mdau wenu nawatetea. Lakini yeye waziri anahusikaje? Kwa sababu pale kuna mkurugenzi, kuna sijui mtendaji gani, sijui kuna nani, yani kuna nani mpaka wa mwisho. Yani sasa yeye anaingiaje kaka? Zile si kwa ofisi ya waziri. Ukiwa mkurugenzi uko mkurugenzi chini ya ofisi ya waziri. Ukiwa katibu unakuwa katibu chini ya ofisi ya waziri. Kwa hiyo wa kwanza kuwajibika kwa kushindwa kusimamia wa chini yake ni waziri. Kwa sababu iko hivi, hata hizi ndege zinazopaa na kushuka, hizi ndege hizi azimeki profit kama mwendokasi inavyomeki. Unajua unavyoingia kwenye mwendokasi unaona vituo vyote vimejaa, vyote vimelipa pesa cash, hakuna excuse pale. Iko hivi ndugu mtangazaji. Pale hamna kitonga pale. Hakuna kitonga. Iko hivi. Kwenye mwendokasi hamna kitonga. Iko hivi. Kuna msemaji mmoja anaitwa Fata amesema kwamba hata anaweza kuirani hiyo business. Hata mimi na uwezo ukinipa. Ile business iko kama mtu mwenye trekta lako. Mtu anakuja asubuhi kukugongea, anakuambia uroki na shamba langu nataka kwenda kulimiwa. Unamuuliza ni eka ngapi? Anakuambia eka 10. Swali utakalo ulimuuliza la ufahamu, ziko mahali pamoja? Ndio. Sasa asubuhi na mapema unaamka na driver wako wa trekta, mnaingia shambani. Shambani jembe linakata kota pini. Unachukua pikipiki unaenda mjini mara moja, unaleta kota pini, unapachika, saa 8 umemaliza kazi ya mtu, unaendelea mambo mengine. Sasa hii magari yote yamekufa. Haya magari yametoka wapi? Ambako hakuna spare. In this world of competition, ukiwa hapa asubuhi unaongea na China, unaongea na Ujerumani, hii spare inakuaga wapi? Watuambie. Hii spare inatoka wapi? Magari yote yamepaki, ni kutunyanyasa. Je, hii pesa yote wanayokusanya hawafanyi maberesho? Pesa inaenda wapi? Mimi